tupo hapa kushuhudia uzinduzi wa kiwanda hiki kikubwa cha mbolea kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Hii ni sehemu ya mageuzi kwenye sekta ya kilimo. Tunapiga hatua nyingine mbele katika kuongeza uzalishaji wa mbolea inayotumia rasilimali au malighafi za ndani ya Afrika na kuongeza upatikanaji wa mbolea kwa unafuu mkubwa. Kupitia hadhara hii, nitoe rai kwa uongozi wa ITRACOM kuhakikisha kwamba mnaimarisha mfumo wa usambazaji wa mbolea hadi kwa wakulima waliopo vijijini ili waweze kuipata mbolea hii kwa gharama nafuu, na Waziri wa Kilimo yuko hapa kuwasaidia. Vile vile niwatake muendelee kushirikiana na taasisi za utafiti au utafiti wa kilimo, lakini vile vile mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa kutoa elimu ya kina juu ya matumizi na viwango sahihi vya mbolea hii ya FOMI katika kuzalisha mazao mbalimbali. Inawezekana mbolea ikafika kule lakini watu wakawa hawana maelekezo ya matumizi sahihi. Kwa niwaombe sana hilo nalo lifanyike, kutoa maelekezo sahihi kwa wakulima wetu juu ya matumizi ya mbolea hii. Kwa kufanya hivyo, kiwanda cha ITRACOM kitachangia sana katika kuimarisha usalama wa chakula, kupunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Na hapa nizungumze na wakuu wa mikoa kwamba kama mlivyosikia kwamba kilimo ni sekta muhimu sana, na Waziri wa Mipango na Uwekezaji amethibitisha hilo kwamba kipaumbele cha kwanza cha mipango yetu ni sekta ya kilimo. Niwaombe sana, kasimamieni kilimo, kasimamieni. Huko tuliko tumeleta mambo mengi kama nilivyoeleza hapa au kama nilivyoeleza jana. Sasa ninaomba kasimamieni kilimo kiwe ndio priority kwetu sote. Nawaomba sana, asanteni sana. Vile vile niwatake muendelee kushirikiana na taasisi nilikuwa nasema kwamba kwa kuwa mbolea hii inazalishwa nyumbani, wakulima wanatarajia kwamba bei pia itakuwa nafuu. Lakini nafahamu kwamba Waziri wa Kilimo naye ameweka ruzuku kwenye mbolea hiyo. Sasa hili nalo litawafanya wakulima ambao hawakuwa wakitumia mbolea kwa sababu hawana uwezo wa kununua, sasa watumie mbolea hii. Lakini vile vile kama mlivyoeleza na kama nilivyoona kwamba kuna maabara kadhaa ndani ya eneo hili ambalo linapokea taarifa za hadhi ya udongo, afya ya udongo kutoka maeneo mbalimbali, na mnaweza mkazalisha mbolea kuendana na aina ya udongo wa sehemu. Niwaombe sana mjipange hivyo, kwa sababu Tanzania ni nchi kubwa na nchi hii inapishana kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini pia matumizi tuliyotumia kwa muda wote ya kilimo imefanya udongo wetu kupungukiwa na viini muhimu au virutubisho muhimu katika kuzalisha mazao. Kwa hiyo mjipange pia kuzalisha aina ya mbolea kuendana na aina ya afya ya udongo wetu. Niseme tu kwamba mbali na mbolea, serikali tumeweka nguvu kubwa kwenye umwagiliaji maji. Hili nilishalisema, na hapa niongee na serikali tuendelee kufanya hii kazi, lakini niongee na wananchi pia ambao wanafaidika na miradi ya umwagiliaji maji kutumia miradi hii vizuri ili tuweze kuendana na jinsi mazingira yanavyobadilika. Ni furaha tele kwamba leo tarehe 28 mwezi wa 6 2025 mnazindua rasmi kiwanda kikubwa Afrika Mashariki, lakini Afrika nzima, kwa maana ya kiwanda ambacho kinazalisha mbolea za mseto, organomineral fertilizers. Ni kiwanda ambacho kina uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 kwa mwaka, lakini pia kina uwezo wa kuzalisha tani 100,000 ya chokaa kilimo kwa ajili ya kupambana na tindikali ya udongo. Mheshimiwa Rais, ilikuwa mwaka 2020. Mwekezaji huyu alipata neema kubwa, ukampokea wewe mwenyewe ukiwa bado makamu wa rais. Alikuja na nia kuwekeza Tanzania. Wakati huo
ulimtia nguvu, ukamwambia kwamba mazingira wezeshi yapo, asihofu, asibabaike, awekeze Tanzania, kila kitu kikakuwa shwari. Mheshimiwa Rais, kwa msimamo wako thabiti, ulihakikisha kiwanda hiki kimepata vivutio vya uwekezaji, barabara nzuri, maji, umeme na kadhalika. Mheshimiwa Rais, tuseme nini? Hatuna cha kukulipa, bali tunakuombea Mungu akulinde, Mungu akuwezeshe, Mungu akutie nguvu katika juhudi zako za kila siku.